bado wanawake wanakutana na changamoto ya ukatili wa kijinsia. Bado kuna wanawake wengi sana wanakutana na changamoto hiyo, na bahati mbaya ni kwamba wanawake hao wanajifungia, hawataki kuzitoa changamoto, kuzipeleka sehemu husika, ama kwa kuona aibu au kuto kusema kwa watu ambao wangeweza kuwasaidia. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya hivyo kwa sababu ukirudi huko nyuma sana, mwanamke hakuwa kama mtu ambaye anaweza kutoa msaada. Alikuwa anachukuliwa kama kitu tu ambacho kinaweza kutumika kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hivyo hata leo wako wanawake ambao bado wanapitia ukatili wa kijinsia katika maeneo ambayo wanaishi, na hiyo ni changamoto kubwa sana. Na changamoto inayoambatana na hiyo, kwa nini na item kama iko kwa wanawake, ukatili wa watoto, dhidi ya watoto, kwa sababu mwanamke, mama yoyote ana mtoto wake. Kwa hivyo mama anaweza kupitia ukatili wa kijinsia wakati mtoto wake anapitia ukatili dhidi ya watoto. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Lakini bado kuna changamoto ya wanawake wenyewe kwa wenyewe, kuto kushikana mikono, kuto kusaidiana, kuto kuona kama wanaweza kwenda njia moja. Changamoto ya kutokuwa na ushirikiano baina ya wanawake, hiyo ni kubwa sana. Lakini changamoto nyingine ambayo bado tunapitia ni changamoto ya ukosefu wa elimu kwa baadhi ya wanawake. Bado kuna wenzetu ambao hawapati nafasi ya kupata elimu. Mapambano ni mengi, ni makubwa, kama taifa linapambana kuhakikisha kwamba wanawake, watoto wa kike wanapata elimu, lakini bado kuna maeneo ambayo changamoto hiyo bado ipo. Elimu ina nafasi kubwa sana katika kumuinua mwanamke, kwa sababu ndiyo chombo au kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha maisha ya mtu kabisa. Yaani kutoka kwenye maisha ambayo hayajulikani, hayawezi kusemeka, mpaka kufika kwenye level ambayo anaweza kusaidia jamii nyingine. Kuna usemi usemao kwamba ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Hilo ni kweli. Kwa sababu mimi nafikiria kama mimi nimelelewa na mzazi mmoja, mama yangu asingechukua hatua ya kunielimisha, ina maana mimi leo nisingekuwa naweza kutumika kuwa mwanamke ambaye ninaweza kuelimisha wanawake wengine. Elimu ina nafasi kubwa sana, hasa kwa mtoto wa kike au mwanamke kupata elimu hiyo. Na mimi huwa naona kwamba mwanamke hajachelewa. Ndio maana hata sasa nina program ambayo nimeianza ya kukutana na mabinti ambao wamekata tamaa, wale ambao waliishia katikati, hawakuweza kuendelea na masomo, wamekata tamaa, wanajiona kwamba hawawezi kufanya kitu tena, na kutana nao kwa ajili ya kuwatia moyo, lakini pia kuwaunganisha na sehemu sahihi ambazo wanaweza wakapata angalau ujuzi utakaoweza kuwasaidia kujikimu maisha yao. Serikali na jamii kwa ujumla ina wajibu mkubwa. Nikianza na jamii, kwanza jamii inatakiwa kumwamini mwanamke, kuamini kwamba mwanamke anaweza kufanya, mwanamke anao uwezo, mwanamke anazo nguvu, mwanamke ni nguzo kwa familia na taifa, lakini mwanamke ni wa thamani. Na kama serikali ina wajibu wa kumwezesha mwanamke, na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikifanya hivyo sana. Ndio maana zipo asilimia za mkopo kutoka halmashauri ambao wanawake hupata 4%, ambapo wanawake hujiunga katika vikundi mbalimbali na kupata. Lakini serikali kupitia SIDO hutoa mafunzo mbalimbali kwa wanawake, ambapo wanawake huweza kupata mafunzo hayo yanayowawezesha kutengeneza bidhaa mbalimbali. Serikali haijaishia hapo, inawatafutia wanawake masoko, lakini upo ufadhili mbalimbali wa masomo ambao unatoka kwa serikali. Lakini serikali inaweka mazingira wezeshi ya kufanya mwanamke aweze kufikia ndoto zake. Kiukweli, kama nilivyosema hapo awali, mila na desturi ni kandamizi kwa wanawake kwa baadhi ya maeneo. Kitu ambacho kinaweza kufanyika, narudi pale pale, jamii iendelee kupewa elimu kwamba mila na desturi ambazo ni kandamizi zitamdidimiza mwanamke, sio kitu cha kukiendekeza au kitu ambacho tunapaswa kiache kiendelee kufanyika, lakini badala yake tuendelee kupeana elimu. Kadiri ambavyo siku zinazidi kwenda, kama ambavyo tulikuwa hatutarajii au hatutegemei kwamba mwanamke anaweza kushika nafasi mbalimbali katika uongozi, lakini sasa tunaona kwamba mwanamke, kwa mfano Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuwa rais wa kwanza mwanamke kwa nchi ya Tanzania, kitu ambacho huenda kwa wanawake ambao katika uongozi ilikuwa ni ndoto ya karne, ambayo hatuitarajii, hatuioni karibu tukiona mfumo ulivyo. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mwanzo alikuwa kwa katiba, lakini sasa amekuwa kwa kuchaguliwa. Hilo ni jambo ambalo wanawake tunajivunia sana. Kwa hivyo hata mila na desturi zile ambazo ni kandamizi, bado kwa kuendelea kutoa elimu,
kwamba tunapaswa kuwainua wanawake, kwamba wanawake wanapaswa kuwa sawa na wana uwezo sawa, itafika wakati tutashuhudia jamii ambazo hazina mila na desturi potofu kuhusiana na mwanamke. Sio wanawake peke yake, wanadamu wote, we are selfish in nature. Kila mtu hujifikiri yeye. Lakini jambo ambalo linaweza kufanyika kwanza ni mafundisho na maelekezo kwa upande wa dini. Tukiendelea kuelekezana kwa habari ya upendo, kupendana, tukihubiriana kwenye upande huo, itaweza kusaidia sana kila mmoja kumuona mwenzie ni muhimu. Lakini kuendelea kutoa elimu. Tukiendelea kutoa elimu, huenda mwingine anafanya hivyo kwa sababu hajui kwamba kuna madhara gani au ni jambo gani linaweza kufanyika baya zaidi kama hilo litaendekezwa. Lakini kama akipata elimu, anaweza akajiepusha na lile swala. Lakini kitu kingine ni tushangiliane, tufurahiane. Kila mtu na afurahie mafanikio ya mwenzie, akiamini kwamba foleni inasogea. Unapofurahia mafanikio ya mtu mwingine, ndivyo ambavyo unasogea karibu zaidi na makofi yako. Wanaume wengi sana wana mtazamo hasi sana kuhusiana na mwanamke kutamani kuwa sawa, hasa baada ya azimio la Beijing. Wanaume wengi wamekuwa wakidhani kwamba wanawake wanataka kuchukua nafasi zao. Wamewaona wanawake kama tishio, kwamba wanataka kuja kwenye nafasi zao. Ukirudi nyuma kidogo, utaona mwanamke alikuwa anakaa tu nyumbani, ni mama ambaye atakaa na watoto nyumbani, atakuwa kama mlezi, hataweza kufanya kitu cha uzalishaji kwa ajili ya familia. Au kwa maeneo yale ya vijijini, ilikuwa inaonekana kwamba mwanamke ni yule wa kwenda tu shambani au kutumikishwa. Lakini kwa wakati huu, wanaume wakubaliane kwamba tukifanya kwa pamoja, wanawake na wanaume, watu wote tukiwa sawa, tutaweza kuwa productive zaidi, tutaweza kufanya mambo makubwa zaidi, kama ambavyo tunaona wanawake wengine duniani wanafanya mambo makubwa sana, ambapo wakubaliani tu na huu sawa. Isipokuwa tusiende mbele zaidi, kuna changamoto hapa kwenye huu sawa. Kuna wengine huelewa vibaya, ndio pale wanasema kama mwanamke na mwanaume ni sawa, tunaingia kwenye masuala ya ushoga. Hapana, mwanamke awe mwanamke na mwanaume awe mwanaume, lakini kwenye nafasi na uwezo na namna ya kufanya mambo, mwanamke na mwanaume ni sawa.